محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من البدعة والضلالة أما بعد أحباب في الله أوصيكم ونفسي في اتقوا الله عز وجل فقد فاز من اتقاه سبحانه بقوله جل في علاه إن للمتقين مفازا ويقول سبحانه وتعالى في التقوى يقول جل في علاه إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر فنزع الله بعد يشكر الله سبحانه وتعالى na kutakasana na salam kwa kiongozi wa ummati huu Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alayhi na wausieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika ilivyo waliofaulu ni wale wenye kujipamba na sifa ya uchamungu wakakubali kufuata maamrisho ya Allah jalla fi'ala, lakini pia pale alipokuja makatazo yake Allah jalla fi'ala wakaona ili tumekatazwa wakakatazika kwalo wakaliacha. Hawa ndio waliofaulu mbele ya Allah jalla fi'ala. Maneno yake subhanahu wa ta'ala aliposema katika kitabu chake kitukufu akilithibitisha hilo kwetu sisi, inna lilmuttaqina mafaza, hakika ya wacha Mungu ndio walipata fauzi, ndio walifaulu. Ahbabu fillah, attaqwa, ucha Mungu ndio sababu ya kuumbwa mimi na wewe katika mgongo wa ardhi, lakini ndicho kitu pekee kitakachotufanya tuwe salama mbele ya Allah, bali hata wepesi wa matendo yetu, mambo yetu tuyafanyayo katika mgongo wa ardhi hautopatikana illa bitaqwahu jalla fi'ala, isipokuwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hotuba yetu ya leo itazungumzia masala ya ihsan, hotuba ambayo imepewa jina la kichwa cha habari kisemacho al-ihsanu fil ibadati, kufanya ihsan, kufanya vizuri, kufanya wema katika ibada. Ahbabu fillah, tumetoka katika mwezi wa Ramadhani, makhatibu wetu wametuzungumzia sana katika kuendelea kushikamana na ibada. Isiwe ndani ya mwezi wa Ramadhani ndio tosha, tumetenda tulioyatenda, ni msimu umepita, tusubiri msimu mwingine. Tumefanya tulioyafanya, kipindi kimeisha, tusubiri kipindi kingine.
katika kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Tumehimizwa sana katika jambo hilo kama kuendelea katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kuendelea kusimamisha swala, lakini kutekeleza swala za sunna, funga za sunna na mengineyo, dhikrillah wa ma siwa dhalik. Ahbabu fillah, amma leo tunataka tuone namna gani ibada hizi tunatakiwa tuendelee nazo. Al-ibadatu fahasab, tunatakiwa iwe ni mujarrad wa ibada tosha, kwa maana ya kwamba mimi naingia msikitini, nimeinama, nimeinuka, ya tosha. Nafanya swala za sunna tosha. Kuna mfumo gani ambao unatakiwa utengenezewe ibada hizo ili ziwe zenye kufana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Al-ihsanu fil ibadati, ihsan, kufanya vizuri, kufanya wema katika ibada tunazotakiwa tuishi nazo. Ahbab fillah, taarifu ya ibada ni kama vile ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyoweza kutoa jibu kwa Jibril alayhi salam pindi ambapo alipomfuata, walipomshukia kwa ajili ya wahi. Safari hii ilikuwa juu ya kuangalia na kupitia yale ambayo tayari Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshajifunza na ameshapewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril alikuja kwa Mtume akitaka kufanya kazi hiyo. Jibril katika maswali aliyemuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, alimuuliza fa akhbirni anil ihsan ya Muhammad. Hebu basi hayo yote tayari ulishanielezea. Uislamu umeshaniambia ni nini, imani umeshaniambia ni kitu gani, hebu nieleze kunako ihsan. Tunaposemea ihsan, nzuri au wema, tunamaanisha nini katika dini? Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, akamjibu Jibril, anamwambia anta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan ni umwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zako, unamwabudu kana kwamba unamuona Allah jalla fi'ala. Ikiwa wewe haumuoni, basi utambue fika Allah jalla fi'ala anakuona katika ukifanyacho. Al-ihsanu hakadha naqulu fi khutbatina, al-ihsanu fil ibada, kufanya ihsan, kuhakikisha ibada zetu tunamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa uzuri mno, kwa daraja kubwa la ihsan. Allah jalla fi'ala katika masala haya anatuambia, inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha liyabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Hakika ya sisi tumejalia vile vyote vilivyomo kwenye ardhi, yale yote yanayoonekana juu ya mgongo ardhi, zinatan laha, hali ya kuwa ni pambo kwa ardhi hiyo, hali ya kuwa ni pambo hapo duniani. Lengo kubwa liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala, ili tuweze kuwajaribu, kuwapa mitihani ni nani kati yao anafanya matendo yaliyokuwa mazuri mno. Si anafanya matendo mema tu, bali matendo mema yaliyokuwa mazuri, yaliyokuwa yenye ubora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ahsan amala, matendo yaliyokuwa bora, yaliyokuwa mazuri mbele ya Allah. Ahbab fillah, lakini katika masala ya ihsan, kwenye masala ya ibada ambazo tulizotakiwa tuzifanye, Allah jalla fi'ala amesema pia, alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ambaye ameumba umauti na uhai, lengo kubwa liyabluwakum, ili apate kuwajaribu, apate kuwaingiza katika mitihani. Ayyukum ahsanu amala, mitihani hiyo mwisho wake atakuja kutambua ni nani kati yenu mwenye matendo yaliyokuwa bora zaidi, matendo yaliyokuwa mema. Swala zinaswaliwa, watu wanaswali, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anataka angalie ahsanu amala,
matendo yaliyokuwa bora, ibada iliyokuwa bora. Hiyo swala je, inaswaliwa vile ambavyo inavyohitajika? Ahbabu fillah, al-ihsan fil ibadati, ihsan katika ibada, kuswali, kufanya ibada zetu katika hali ya ubora wa hali ya juu, kwa kiasi ambacho itapelekea kukubaliwa na Allah jalla fi'ala. Allahu jalla sha'nu anasema pia katika miongoni mwa kauli zake, wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin, na mnapoishi na watu fanyeni yaliyokuwa mema, fanyeni ihsani, hakika ya Allah anawapenda wenye kufanya ihsani. Mnapofanya ibada zenu fanyeni ibada katika hali ya ihsani, katika hali ya uweledi wa juu, hakika ya Allah yuhibbul muhsinin, anawapenda wenye kufanya ibada zao katika hali hiyo. Ahbabu fillah, lakini pia Allah jalla fi'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, msije mkazibatilisha sadaka zenu bil manni, kwa masimbulizi, kwa maana kusimulia yale ambayo mlioyatoa kwa fulani, nimempa, nimefanya kitu hichi, kile unachokiona mimi ndiye nilimpa, kukosa kumpa zaka singenyanyuka pale alipofika. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, msije sadaka zenu mkazibatilisha, mkaziharibu bil manni, kwa masimbulizi, simulia kwa kile mlichokitoa, wal adha, na kwa mauzi tofauti, kwa kiasi ambacho ikawa ni vibaya kwa yule aliyepewa sadaka hiyo. Wala msifanye hivyo. Kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas, kufanya hivi ni sawa sawa na yule ambaye atoae mali yake kwa ajili ya kuonesha watu fulani ametoa, fulani amefanya, fulani ametengeneza hiki na hiki. Kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas, kama yule ambaye anatoa mali yake kwa ajili ya kuonesha watu. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, kwenye hilo anafanya muamini Allah wala siku ya mwisho, kwa makusudio yake tu ya kidunia, kwa makusudio yake tu ya kimujitama, ya kijamii anayoishi. Ahbabu fillah, aya hii pia inatuonesha katika masala mazima ya kutoa, ya kufanya ibada kwa ihsani, kwa wema, kwa kiasi ambacho hata ibada ya zaka, ya sadaka tunazozitoa tunatakiwa tuzitoe kwa hali ya ihsani. Unatoa, unahakikika, unaashumu kana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakuona katika ibada hiyo unaifanya, kaannaka tarahu, kana kwamba wewe wamuona Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kiasi ambacho ibada hiyo ya kutoa usije ukaifatiliza na masimbulizi sasa, kwa sababu wajua fika ya kwamba nilichokitoa Allah ameniona, nitakachokisema juu ya sadaka ile Allah atanisikia na atanishuhudia katika jambo hilo. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas, kama yule ambaye anatoa mali yake kwa ajili ya kuwaonesha watu. Ahbabu fillah, al-ihsanu fil ibada, kufanya ihsani katika ibada zetu ni jambo ambalo linalohitajika kwangu mimi na wewe. Ndio tunatakiwa tuishi na ibada, tunatakiwa tusikomeke katika mwezi wa Ramadhani tuliokuwa tunajitahidi kwenye kusoma Qur'ani na mengineyo. Tunatakiwa tuendelee katika mfumo wa maisha yetu yote, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, wa qawlu rabbina subhanahu wa ta'ala, muabudu Mola wako mlezi mpaka kufikia mauti, hapo ndio inakuwa mwisho. Lakini ibada hizi zinatakiwa zifanywe ala al-ihsan, tuzifanye katika hali ya uweledi wa ubora, sio katika hali ya kudokoa, katika hali ya masimulizi tuvitoavyo na mengineyo, katika mifano ambayo si miongoni mwa njia nzuri za utendaji wa ibada. Lakini vile vile miongoni mwa kauli za Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo hili, yani jambo la ihsani fil ibada, kufanya ihsani katika wema, anasema Allah jalla fi'ala, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tabghi al-fasada fil ardh inna Allah la yuhibbul mufsidin. Allah subhanahu wa ta'ala anasema pia katika kuelezea na kutuletea kisa cha Karun, pindi ambapo walipomwambia watu wake wakimrejea juu ya yale aliyofanya, sema Allah jalla fi'ala, wala usije ukatafuta
wabtaghi fima ataka Allah dar al-akhirah, natafuta kwa mali aliyokupa Allah, kwa kile alichokupa Allah mji wa akhirah. Wala tansa nasibaka min dunya, lakini si kwamba fungu lako duniani nalo utakiwi ulitafute au ulisahau. Usisahau fungu lako duniani, ila pambania kwa kiasi kikubwa kwa kufanya wema, ili mradi uweze kutengeneza akhira yako. wabtaghi fima ataka Allah dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya. Lakini mwisho wake akaambiwa Karun, wa ahsinu kama ahsana Allah ilayk. Hebu fanya vizuri katika ibada zako, fanya vizuri katika ibada, fanya vizuri katika mema ya kumridhisha Allah, kama vile Allah alivyokufanyia wema, alivyokufanyia vizuri kukupa hiyo mali uliyotunukiwa. wa ahsinu kama ahsana Allah ilayka wala tabghi al-fasada fil ardh inna Allah la yuhibbul mufsidin. Wala kwa mali yako usije ukatafuta uharibifu katika ardhi, usiwe ndio mwenye kufanya usari katika ardhi, ukawa mwenye kubomoa, kuharibu hili na lile kwa vile una mali, ukawa unafanya ulitakalo katika usadi. Usifanye hivyo, kwa sababu Allah anawapenda muhsinin, wenye kufanya vizuri kwenye mambo yao, kwenye ibada na mengineyo, na wala Allah hawapendi wenye kufanya ifsadi katika ardhi. Ahbabu fillah, kinachotakiwa katika ibada zetu kufanya ihsani. Tunapofanya ibada zetu tutengeneze mazingira ya kuonekana kwamba Allah anatuona kwenye ibada hizi. Antaabudu Allah kaannaka tarahu, kana kwamba Allah anakuona, anakushuhudia katika kile unachokifanya. Hata kama hatuoni, hata kama wewe haumuoni au mshuhudii ni yule pale, lakini taswira yako itengeneze hivyo, kwa kiasi ambacho ujue fika Allah yeye anakuona, anakutambua na anafahamu hicho ambacho unachokifanya, katika muda gani, sehemu gani, wakati upi unikifanyacho. Ahbabu fillah, Allah jalla fi'ala katika aya nyingine pia anatuambia juu ya masala haya ya ihsani katika ibada zetu. Anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini, anfiqu min tayyibati ma kasabtum, toeni miongoni katika vile tulivyovichuma, vile vilivyokuwa vizuri. Anfiqu min tayyibati, toeni vilivyokuwa vizuri, ma kasabtu, vile mlivyovichuma. Wa mimma akhrajna lakum min al-ardh, na vile ambavyo tulivyotolea katika ardhi. Wala tayammamul khabitha minhu tanfiqun, wala musije mukadhamiria au musije mukaekea nia ya kutoa vile vilivyokuwa vibaya katika hivyo. Katika vile tulivyoruzuku musieke nia na musieke makusudio ya kutoa vilivyokuwa vibaya. Wala biakhidhi, vitu ambavyo nyinyi hamwezi hata kama kuvichukua, kwa maana ya kwamba umeruzukiwa mali fulani, umeruzukiwa mazao shambani, ukatoa yale mazao yaliyokuwa duni, ukatoa ile mali iliyokuwa duni kwa kiasi ambacho wala biakhidhi, nyie pia mmoja kuwa tayari kukichukua kitu hicho unachokitoa. Illa an tughmidu fi, kukichukua kwake labda iwe mmefumbiwa macho yamefumba muone, mkapewa hali ya kuwa macho yenu yakione kitu hicho, ndio kwa vile amuona alhamdulillah. Lakini kama mnakishuhudia kwa macho yenu, nyinyi wenyewe hamko tayari kukichukua kitu hicho, msije mkatoa mali iliyokuwa katika sampuli hiyo. Kwa maana ya nini? Inamaanisha pale ahsinu, fanyeni vizuri fil infaq, katika swala la kutoa kile ambacho tunachoruzuku kwenye mazao yenu, kwenye mali zenu. Basi mnapokitoa, toeni kile kilichokuwa kizuri, na wala msitoe kilichokuwa kibaya. Fanyeni vizuri katika utoaji, msitoe kitu ambacho nyinyi wenyewe hamko tayari kupokea kitu kama hicho. Mtu anatoa kile ambacho alichokiona yeye kipo hoi hai, kwa maana kanzo ameshaributa limechoka, ndio anatoa kumpatia mtu kwamba bwana nimekupa sadaka. Lakini vile vile kwamba yeye ni mtu akuvaa kanzu za 100 za 70 na ziada, yeye akaja kumpatia mtu kanzu ya 3000, eti shehe nimekupatia sadaka. Mbona umpio ambaye ilikuwa, mbona wewe uvai hizo 3000? Kwa hiyo toeni katika kile ambacho tulichoruzuku, kile kilichokuwa kizuri. Msitoe vitu ambavyo, au msidhamirie kutoa vile ambavyo ni hamko tayari hamko tayari kuvipokea kutokana na ubaya wa kitu hicho. Ahbabu fillah, natakallamu haula al-ihsan fil ibada. Tunachokizungumzia ni juu la kufanya wema, kufanya vizuri katika ibada. Tufanye ibada zetu kwa ubora wa upeo wa hali ya juu. Ahbabu fillah, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika masala haya anatuambia,
inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay, hakika ya Allah ameandika ihsani juu ya kila kitu, ameandika wema juu ya kila kitu, katika kila kitu ameandika kifanyiwe ihsani. fa idha qataltum fahsinul qatla, pindi mnapoua basi fanyeni vizuri kuua huko, fanyeni vizuri uwaji. Labda kwamba kuna kiumbe kinachoruhusiwa kuuliwa, basi endapo unapofanya hivyo fanya vizuri, sio kwa kukitesa. Lakini vile vile wa idha dhabahatum, na pindi mtakapochinja, mnachinja wanyama wenu, fahsinu dhabha, basi fanyeni vizuri ule uchinjaji, fanyeni wema katika uchinjaji. Ndivyo ibada ambavyo inavyohitaji. waliyuhidda ahadukum safratahu, na mnapotaka kuchinja basi akikoleze, akinoe vizuri mmoja wenu kisu chake, ili mradi kisiwe ni maumivu kwa yule unayemchinja, kwa mnyama wako au kichinjwa chako unachokichinja. Lakini waliyurih dhabihatahu, na alipomchinja vile vile mnyama wake mtu, na amstareheshe kichinjwa chake. Haitakiwi kufanya vibaya ifsadi hata kwenye swala zima la kumchinja mnyama wako. Kwa sababu gani? Al-ihsanu fil ibada, kila ibada inahitajia uifanyie vizuri, uifanyie wema kwa kiasi ambacho hata kama unachinja basi uchinje vizuri, hata kama unaua sijui kama ni paka ni panya au basi uwe katika hali nzuri, sio mateso kama ambavyo walivyofanya baadhi ya watu wasiozingatia masala ya mafundisho ya dini. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alisema kumwambia Muadhi, alisema inni la uhibbuka ya Muadhi, ewe Muadhi, hakika ya mimi ninakupenda, kwa maana nakupenda kwa ajili ya Allah ya Muadhi. Akamwambia la tad'anna an takula, usije ukaacha, huu ni wasia wangu kwako Muadhi, usije ukaacha kusema wewe dubura kulli salati, baada ya kila swala, mwisho wa kila swala usije ukaacha kusema rabbi a'inni ala dhikrika shukrika wa husni ibadatika, ewe Mola wangu mlezi, niwezeshe mimi, nipe nguvu juu ya kukutaja Allah na kukushukuru na kufanya vizuri ibada zako. Jambo ambalo tunaliangalia wa husni ibadatika, na kufanya vizuri ibada zako, ibada ya kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamuhusia Muadhi juu ya kukupenda kwangu, na kuhusia hili Muadhi, usije ukaacha kila umalizapo swala sema hivi, useme kwamba Allah, Mola wangu mlezi, hebu niwezeshe juu ya kukutaja, juu ya kukushukuru kwa kile unachoniruzuku, lakini vile vile kufanya vizuri ibada zako. Niwezeshe nifanye ibada zako kwa hali ya upeo wa juu, nifanye kwa ubora mkubwa, sio kulipua. Kwa hiyo ibada tunatakiwa tuzifanye ala husni hali, katika hali iliyokuwa nzuri, katika muonekano ambao Allah subhanahu wa ta'ala atauona huu ni muonekano mzuri katika ibada za mja wangu huyu. Al-ihsanu fil ibadati, kufanya vizuri katika ibada zetu. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum, ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabati. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد أحباب في الله، أوصيكم ونفسي في تقوى الله عز وجل، فقد فاز من اتقاه سبحانه وتعالى. نوصيني kuhusia nafsi yangu kwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, hakika waliofaulu ni wale wenye kumwogopa Allah jalla fi'ala. Katika hutuba yetu ya pili pia tutaangaziwa na kichwa cha habari kile kile kinachotuambia al-ihsanu fil ibada, kufanya vizuri katika ibada zetu, kufanya ihsani katika ibada zetu. Wama al-ihsan, ama tukitaka kutambua ni nini ihsan, ni kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyomjibu Jibril alayhi salam, alivyomwambia antaabudu Allah kaannaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, umwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kana kwamba wewe unamuona Allah.
Ikiwa haumuoni, basi yeye Allah subhanahu wa ta'ala anakuona katika ibada zako na katika mambo yako. Tunaangalia juu ya dalili tofauti zilizokuja kutuhitajia juu ya swala zima la ihsani katika ibada. Tumeona kwa kiasi ambacho hata masala ya kutoa mali yako mwenyewe unatakiwa utoe katika hali ya ihsani. Utoe kile kitu kinachokupendeza wewe, sio kitu ambacho ni duni kwako wewe ndio ukakiona cha kumpa mwenzio Muislamu, ndugu yako Muislamu. Sivyo hivyo ahbabu fillah. Katika maneno pia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam fil ihsan fil ibada, katika jambo hili la ihsan katika ibada, anasema man tawadda fa ahsana alwudhu'a, mtu ambaye atakayetia udhu, jambo ambalo tumetoka kulifanya hivi karibuni tu kabla ya kuingia kwetu msikitini au kutoka kwetu nyumbani. Mwenye kufanya jambo hili, man tawadda, mwenye kutia udhu fa ahsana alwudhu'a, akaufanya vizuri ule udhu, akatia vizuri kweli, fa ahsana, akifanya ihsani, akatia vizuri udhu wake, kharajat khataya'u min jasadihi, faida atakayoipata, yatatoka makosa yake katika mwili wake, yatachuruzika makosa yake yale aliyokosea madhambi yake katika mwili wake, hatta takharuja min ta'ati adfarihi, mpaka yatatoka kupitia chini ya kucha zake yaliyokuwa kokote katika makosa, yatatoka juu ya udhu ambao aliyoutia. Sio kwamba ametia udhu tawadha fa hasiba, ametia udhu yatosha, fa ahsana wudhu'a, udhu wake akaufanya vizuri. Tofauti na udhu wetu sisi ambao tutatia udhu hapa, tunapotia udhu stories za mipira zinapigwa hapo mtu yupo katika story mengineyo, maneno mengineyo, bali mtu anatia kwa vikwazo, mara ametia hapa, ametulizana, kwanza apiga story pakauka pale, anakuja kutia kwingine, kwa kiasi ambacho hakuna mfuatilizo udhu huo, hakuna utaratibu ambao uliowekwa sahihi na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika utiaji wako. Fa ahsana wudhu'a, udhu wake akaufanya vizuri, ndipo faida itakapopatikana kwa mtu huyo ya kutoka madhambi yake juu ya ule udhu aliotoa. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia anatuambia katika masala haya, masala ya kufanya ihsani katika ibada, anasema aswa an-nasi sarakata, miongoni mwa watu waliokuwa wabaya zaidi, wenye kufanya makosa makubwa zaidi, sarakata, ni mtu ambaye anaiba kiibwa, alladhi yusriku min salatihi, kiibwa ambacho anakiiba katika swala yake. Mtu aliyefanya makosa makubwa zaidi, anayekosea zaidi, ni yule mtu ambaye anafanya wizi katika swala yake mwenyewe. Swala yake anaswali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na hivyo anafanya wizi, anaiba katika swala hiyo, kwa maana anadokoa, hana utulivu katika hiyo swala. Qalu, masahaba wakasema, wanataka maelezo katika jambo hili. Ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, kaifa yasriku min salatihi, vipi mtu anaiba katika swala yake? Mtu ametoka kwake mpaka msikitini, je, anajiibia yeye mwenyewe kwenye swala yake? Vipi mtu anafanya hivyo? Qala, akasema mtume, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha, mtu huyo anayeiba anaishi hivi kwa maatimizi rukuu ya hiyo swala wala sijida ya hiyo swala, kwa maana hafanyi vizuri swala yake. Endapo aliponeni Allahu akbar, hajatulia hata sekunde, kanyanyuka sami Allahu liman hamd, akikaa kwenye sijida hajamaliza tayari amesanyanyuka, yalla dakika 5 swala ya raka 4 imeisha. Huyu ni miongoni mwa watu wabaya zaidi. Kwa sababu gani? Hajafanya ihsani katika ibada yake, swala yake hajaiswali kwa utulivu, hajaiswali kwa wema, kwa hali ambayo inaonyesha ubora wa hali ya juu, kama vile ambavyo watu walivyofanya utulivu katika mambo yao ya kijamii, katika masala yao ya kimaisha, kibinadamu. Hakuna ambaye anayefanya pupa kwenye kuhesabu pesa zake endapo alipohitajia kujua kitu gani ameingiza kwa siku. Anafanya utulivu, hata ukimwongelesha anakuambia subiri kwanza nimalizie hili jambo. Lakini katika ibada mtu anafanya katika hali ya ihsani. Ibada inatakiwa ifanye katika hali ya ihsani, hali ya wema, hali ya utulivu. Ahbabu fillah, tumalizie hotuba yetu juu ya masala ya ihsani fil ibada, kufanya vizuri ibada zetu. Tunakumbushana haya kwa sababu hakuna kitakachonufaisha mja mbele ya Allah isipokuwa ibada. Sasa hizi ibada zenyewe tuko tunazifanya kwa kuzipapasa, kwa kutokuwa na utulivu, je, tutakuwa na nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ahbabu fillah,
Fudail bin Iyadh siku moja alikutana na mmoja katika wema waliotangulia. Faqala lahu, Fudail bin Iyadh akamwambia yule mtu, kama umruka, umri wake wewe, umri wako ni miaka mingapi hivi sasa? Umesikia umri wako miaka mingapi toka ulipozaliwa mpaka hivi sasa? Fudail anamuuliza huyu bwana akasema situna sana, umri wangu mimi nimeshafikia miaka 60 hivi sasa. Tangia nilipozaliwa mpaka hii leo miaka 60 tayari nimeshatimiza. Qala Fudail akasema, idha anta mundu 60 sana tasiru ila Allah tushiku an tasira. Wewe kutokana na hivyo ulivyoniambia toka miaka 60, yani tangia mwaka wa kwanza mpaka leo miaka 60, unatembea kwenda kwa Allah, ni safari umeifunga unaenda kwa Allah. Hivi una shaka ya kufika kwa Allah mpaka leo? Una shaka yoyote ndani ya moyo wako kwamba hakuna ufikaji wa kwa Allah wa leo wala kesho? Unajiaminisha kwamba wewe leo au kesho utaondoka kwenda kwa Allah? Akamuuliza swali hilo. Yule bwana akasema, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hakika sisi ni wa Allah na hakika ya kwake Allah sisi ni wenye kurejea. Akimaanisha vipi? Akimaanisha ana yakini wakati wote ataenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fudail akasema, hal taarifu maana hayo maneno uliyoyasema, unajua maana yake? Hiyo maana ya la ilaha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, unatambua kinachomaanishwa ni nini? Yule bwana akasema kumjibu Fudail bin Iyadh, naam, ndio natambua. Arifu, ninatambua anni Abdullah, nikisema maneno hayo ninatambua kwamba mimi ni mja wa Allah, wa anni ilaihi raji'un, na mimi kwake yeye Allah ni mwenye kurejea, nitarudi. Nikisema maneno hayo na maanisha kwamba mimi ni mja wa Allah na mimi nitarejea kwake. Fudail bin Iyadh akasema baada ya majibu hayo kutoka kwa huyu bwana, akasema, ya akhi, ewe ndugu yangu, man arifa, yeyote atakayejua annahu lillahi abdu, hakika yeye ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa annahu ilayhi raji'un, na hakika yeye atarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, faliya'lama annahu mawqufun baina yadayhi, basi atambue kwamba atasimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man alima annahu mawqufun, na yeye atakayetambua kwamba atasimamishwa mbele ya Allah, faliya'lama annahu mas'ul, atambue kwamba ataulizwa na Allah jalla fi'ala. Wa man alima annahu mas'ul, na atakayetambua kwamba ataulizwa na Allah, faliyu'ida lis-su'ali jawaba, na aandae majibu ya swali atakaloulizwa, aandae majawabu tosha ya kumtosheleza Allah subhanahu wa ta'ala katika umri wake alioishi kwenye mgongo wa ardhi. Fabaka rajulu, yule mtu akalia sana, yakamtoka machozi juu ya maneno haya. Wakala mal hila, na akasema solution ya hili ni lipi? Je, utatuzi, njia ya kutatua hili ni lipi wewe Fudail? Kipi nikifanye kwenye utatuzi wa jambo hili? Qala Fudail akasema, yasiratun, maneno au jambo la kulifanya kwenye hili ni jepesi mno, mimi naliweza na wewe unaliweza, liko ndani ya uwezo wetu. Qala wama hiya yarhamkallah, na nilipi hilo? Fudail akamjibu, tuhsinu fima bakia, kitu cha kukifanya, fanya wema katika umri wako uliobakia. Tuhsinu, jambo ambalo tunalizungumzia, kufanya ihsani katika ibada. Akamwambia fanya ihsani katika ibada zako kwa umri wako uliobakia, yaghfirullahu laka ma qad madha wa ma bakia. Kufanya hivyo Allah atakusamehe madhambi yaliyopita na haya yaliyobakia. Kwa hiyo cha kufanya, fanya vizuri katika maisha yako ya ibada. Tusinu fima bakia, fanya vizuri katika umri wako wa ibada zako ziswali vizuri, swali katika hali ya utulivu, hali ya ubora na uweledi wa hali ya juu. Kufanya hivyo Allah subhanahu wa ta'ala miaka 60 yote uliyoishi atakusamehe madhambi yake, na vile vile madhambi ambayo ya muda uliokuwa nao. Fa innaka hakika yako wewe, in asa'ata fi ma bakia ukhista ma madha wa ma bakia, endapo ukiendelea kufanya vibaya katika umri wako huu uliobaki, utachukuliwa kuadhibiwa na Allah kwa vile ambavyo ulivyoishi miaka ya nyuma yote utaadhibiwa, na huu umri uliobaki pia utaadhibiwa, ili mradi kulitengeneza hilo.
fanya vizuri katika ibada zako. Hilo ndio jambo ambalo tunalokumbushana. Tunahitajika kuishi katika hali ya ibada. Haitoshi Ramadhani ya kwamba tayari tumepumzika, kwamba ilikuwa ni kipindi cha muda mfupi, bali tunatakiwa tuendelee na ibada. Ndio maisha ya Muislamu, ndio maisha ya mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ibada hizi tuhakikishe tunazifanya ala al-ihsani, katika ubora na uweledi wa hali ya juu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arina haqqal haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina batilal batila وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا صراطك المستقيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.